Mkuu wa Mkoa wa Simiyu Mheshimiwa Kenan Laban Kiongosi amewataka wazazi mkoani humo kuwaepusha na kuwakanya vijana hao kujiepusha na wanasiasa wanaotaka kuwatumia kuvuruga na kuharibu amani ya Tanzania, hususan ya mkoani Simiyu, akisisitiza umuhimu wa amani kwa maendeleo ya mkoa huo. Kiongosi amebainisha hayo siku ya jana wakati akizungumza na wanachama na viongozi wa Chama cha Mapinduzi wilayani Bariadi, akisisitiza kuchukua tahadhari dhidi ya chokochoko za kisiasa ambazo zimeibuka katika mwaka huu wa uchaguzi mkuu wa kuwachagua madiwani, wabunge na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Hii ni ABT Media na mimi ni Irene Nziku. Ndugu wananchi, aliyesimama hapa ni mkuu wa mkoa ambaye anahusika moja kwa moja na mambo ya usalama wa wananchi na mali zao. Niwaombe sana kwa heshima kubwa, mwaka huu ni mwaka wa uchaguzi. Mwaka wa uchaguzi watu wengi wanapenda kuleta chokochoko mbalimbali. Niombe sana tusiwe sehemu ya uvunjifu wa amani ndani ya mkoa huu. Kila mwananchi atizame taifa limetoka wapi, liko wapi na linakwenda wapi. Asiwepo mtu yoyote wa chama chochote akaenda kushiriki uvunjifu wa amani ndani ya mkoa wetu. Tulinde na tutunze amani ya mkoa huu, kwa sababu tukiruhusu vurugu ya aina yoyote tunarudisha maendeleo nyuma. Sasa nina jambo nataka niliseme, mnaniruhusu au niliache? Wangapi mnasema niseme? Kwa hiyo wote mmesema niseme. Mwaka huu kuna watu wameamua kwa makusudi kabisa kutaka kuleta vurugu. Mimi niombe niseme, waambieni watoto wenu, ndugu zenu, wana wajibu mkubwa wa kulinda nini? Amani. Kuna watu wanawahamasisha watu waende kwenye maandamano, naamini mnawajua. Kuna watu wanawaambia watu msishiriki uchaguzi, naamini mnawajua. Kuna watu wanawaambia watu mpambane na serikali, naamini mnawajua. Sasa tuulizane hapa, kuna mtu anaweza kupambana na serikali? Kazi ya serikali ni kulinda raia wake na mali zao. Lakini anayekutuma ukafanye vurugu, madhara yakitokea, huwezi yeye, mke wake, mtoto wake, wala familia yake ikipata madhara hayo. Waambieni watoto wenu waache kutumika vibaya na wanasiasa. Mtu akikwambia ukaandamane, wewe nenda kaandamane kulima shamba nyumbani kwako. Akikwambia andamana, kaandamane kumpenda mkeo zaidi, ina afya. Mtu akikwambia andamane, andamana kumtafuta Mungu, hata ukifa uende mbinguni. Usiandamane kwenda kuchochea vurugu, ukaumizwa, na ukienda hospitali hutamuona akikuletea uji, hata leta ugali, hata leta dawa, ila utamuona ameitisha vyombo vya habari na atasema tumepigwa sana na hana nundu hata moja. Akili ya kuambiwa changanya na ya kwako. Dr. Samia oye! Nyenyekevu, mchapakazi, mwadilifu, madhubuti na mpole, mcha Mungu, anachukia ufisadi. Cha kutumaini sina ila kwake Yesu. Damu